Kutokea wilayani Longido, habari hii inairipoti ni mimi mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Longido limefanya kikao chao cha kawaida kiwa na lengo la kutathmini maendeleo ya wilaya hiyo, ikiwa pamoja na miradi mbalimbali iliyofanyika na inaendelea kufanyika. Akizungumza katika baraza hilo, mkuu wa wilaya hiyo Mheshimiwa Salim Kali amewataka viongozi wote kusimamia miradi ipasavyo ili ikamilike kwa wakati, kwani pesa zimetolewa kwa wakati, huku pia akisisitiza kubuni vyanzo vipya vya mapato. Yako mambo ambayo tulielekezwa, miradi viporo ikamilike kwa wakati. Sisi ndo tupo halmashauri ya Longido, tulioko hapa ndo tumepewa dhamana ya kuisimamia, hayuko mwingine. Tunatakiwa leo tusimamie wananchi wapate maendeleo kwa wakati. Haya yote ambayo mnazungumza, nia njema ni kuhakikisha wananchi wanapata ustawi wa maendeleo. Tunataka miradi bora. Miradi bora anasimamia nani? Ni sisi. Tunaposema tunataka kujenga jengo kwa miezi mitatu, iwe miezi mitatu au chini ya miezi mitatu, kwa sababu fedha inakuwa imeshafika kwenye eneo husika. Hakuna tena mnaanza kusema mnaomba kidogo kidogo, haipo. Kila kitu tunacho sisi. Kazi yetu ni kusimamia vizuri, hakuna kumtegea mtu. Haiwezekani fedha imetengwa, na fedha ile ikishatengwa, baraza la madiwani mnajulishwa, mkurugenzi wa halmashauri anajua kwamba bweni moja linajengwa kwa milioni 155. Fedha iko pale, ametafutwa fundi, wasimamizi wapo, injinia yupo. Tunafeli nini? Kweni waombe, tunajenga nyumba moja ambayo inaweza kutusaidia, na watu tunapoondoka madarakani, mwenyekiti watu wanasema naam, waliokwepo walitekeleza majukumu yao. Mwache legacy. Hilo ndio tunalotakiwa tulifanye. Leo hii mwenyekiti wa halmashauri, moja kati ya mambo ambayo umeyazungumza kwenye taarifa ya kamati ya fedha, utawala na mipango, kwamba kamati ya fedha itafanya kazi ya kutafuta vyanzo vya mapato kama sehemu ya kuongeza mapato ya halmashauri, na huo ndio ukweli. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana kuwa na hii barabara ya highway. Sisi peke yetu, mkurugenzi, kwa think tank ulionao hawa wakuu wa idara, mngefikiri mkatengeneza parking kila siku, nawaambia mngekuwa mnaingiza pesa nyingi sana. Kuna watu wanaweza wakapumzika tu hapa kuweka magari yao hapa, lakini bado hamjakumbuka hilo. Tunakwama wapi? Pesa zipo. Mwenyekiti wa halmashauri, tumezungumza hapa na tunaendelea kuwakumbusha watu. Una halmashauri ambao haina soko la halmashauri, hakuna soko la wilaya. Mimi sijawahi kuona, ndo nimeiona wilaya hii. Tunataka tuwe na soko. Yaani mtu akitaka kuja kuchukua ndizi, anapeleka Kitumbeini, anapeleka Nondoto, anapeleka Kimokoa, Engaranaibo, akutane na soko la wilaya liko hapa. Tujenge mji wetu wa Longido, watu waje wajivunie hapa. Tunasema Longido na utalii pia. Tumeweka misingi mizuri ya utalii. Tena mwenyekiti wa halmashauri, mnaweza kupitisha tu hapa kwamba mkajenga kivutio, watu wanakuja, wawekezaji hapa wanatengeneza vitalu. Mmetengeneza nini makumbusho hapa? Mmetengeneza kumbukumbu gani? Watu wakija wasome historia ya Longido imetoka wapi. Lakini wanyama tulionao, kuwe na sehemu kabisa hapa. Hiyo ni pesa. Baadhi ya madiwani wameeleza maendeleo makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 5 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika ujenzi wa mabweni, shule za sekondari pamoja na madarasa, huku pia wakieleza namna ambavyo wananchi wameshiriki katika ujenzi huo, ikiwemo sekondari ya Nondoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkurugenzi mtendaji aifanye jitihada na kuandaa fedha kwa ajili ya umaliziaji wa bweni la wanafunzi katika shule mpya ya sekondari ya Nondoto ambalo limejengwa kwa nguvu za wananchi. Kwenye kata yangu walibua mradi ya bwawa, kutoa tope kwenye bwawa, lakini mpaka sasa hivi walengo wamemaliza, lakini hata ile awamu moja hawajalipwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo ili naungana kabisa, ikiwezekana utaratibu ufanyike kwenye miradi hizo au hizo miradi zinazokuwa za TASAF, ikiwezekana pesa zao zikipatikana ziwe zinaelekea kwenye maeneo husika. Kama ni shule, ingie kwenye akaunti ya shule. Kama ni afya, ingie kwenye akaunti ya afya. Maana kwa sasa hivi tunapata changamoto mkubwa sana kwenye miradi hizo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
Naye Mheshimiwa Simon Laizer ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Longido ameeleza namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 ilivyojitahidi kupeleka maendeleo kwa wananchi na wao kama madiwani walivyoweza kuyasimamia. Serikali kuu imetoa milioni 130. Wako kwenye eneo hilo moja. Kienda kule sekondari ya Endoinet. Bweni limekamilika kwa milioni 130. Lakini bweni ambalo linasimamiwa na wenzetu wa TASA lina gharama ya milioni 155 ukichanganya na nguvu za wananchi. So ukichanganya na nguvu za wananchi utapata karibu milioni 170. Huyu ni Sayuni Laizer, diwani wa viti maalum. Anaweka mkazo wa namna ambavyo maendeleo hayo yamewanufaisha wananchi, huku akimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi kwa majina naitwa Sayuni Laizer, ni diwani viti maalum tarafa ya Ngarenaibo. Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea sisi katika wilaya Longido miradi mingi na ambazo tunanufaika nazo. Sasa wananchi wetu wanafurahia miradi hizo. Mfano miradi ya umeme, maji, lakini kuna miradi mingine mizuri ambayo inaletea wananchi wetu manufaa lakini haijakamilika. Kwa hiyo sisi ombi letu kwa wataalamu wetu wa halmashauri ya wilaya Longido, tulikuwa tunawaomba wajitahidi sana, wamuunge Samia Suluhu Hassan mkono kwa kuikamilisha miradi hizo ili wananchi wetu waweze kufurahia. Kuna mabweni anatengeneza katika shule ya sekondari mbalimbali, mfano sekondari ya Mdarara, Sinya. Tunawaomba wamalize ili waokoe wanafunzi wetu au watoto wetu wasilale tena mabweni madarasani, ofisini, iwasaidie kwa sababu Samia ameleta fedha nyingi katika hizo shule. Mimi kwa majina naitwa Kilaikiria, natokea wilaya Longido hapa mjini. Kwa ukweli mimi nashukuru serikali yangu miradi ambayo ameshatufanyia hapa, kwa sababu sasa hivi hatuteseki kila nchi. Sasa hivi kuna barabara. Kingine tuna hospitali kubwa sasa hivi. Wamama ateseka na jifungulia hapa. Wagonjwa tunapata huduma kupitia hospitali yetu ya Longido. Namshukuru serikali. Kingine tuna hospitali, tuna shule tumejengewa hapo Samia. Watoto wanaenjoy kabisa, nasoma vizuri. Kwa kitu ambacho nilikuwa naomba serikali, kuna miradi ambayo bado hajafanywa kazi, lakini tunajua atafanyiwa. Tunaomba viongozi wetu tuongezee speed ya kutengenezea hiyo miradi. Weka komenti yako chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Kurumba Lebabas. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.